Basi karibuni sana wapendwa wafuatiliaji wa channel ya Warning of the Last Days. Niwakaribishe tena kwa kipindi ambacho ni kipindi cha ushuhuda. Leo tuko na mzee Makao, mzee wa imani. Karibu sana. Asante. Karibu sana. Nafikiri mnamfahamu kwa wale ambao wamekuwa wakitufuatilia kwenye mitandao. Kwa hivyo leo ningependa tuweze kupata tu historia kidogo kuhusiana na maisha yake. Ningependa niwasalimie wapendwa, amjambuni mahali mlipo. Wale ambao mnafuatilia ukweli huu na wasalimu mahali mlipo, amjambuni. Mimi ni mmoja wale ambao tulijua ujumbe huu miaka ya zamani. Kama mimi ujumbe huu niliupata mwaka wa 1969 ukiwa kijana mdogo tu. Ujumbe wa SDA. Ujumbe wa SDA niliupata mwaka wa 1969. Pengine kwa ajili ya watu wafahamu vizuri, baada ya kujitambulisha, hiyo mwaka ya imesema 1969. Nafikiri ni miaka ambayo hata mimi sijui nilikuwa wapi. Hata na wewe nayo nifuatilia, sijui ulikuwa wapi. 1969 ndio nilipata ujumbe wa Kisabato. Ujumbe wa Kisabato. Kwa hivyo ulipata ujumbe huo kivipi? Kwa mahubiri ya nje, ama kuna mtu alikuja akakualika akakwambia twende kusikiliza mahubiri, ama ilikuwa kwaje? Kuna mtu alikuja kwetu kule Machakos, na alipokuja akatufundisha ya kwamba kumbe siku ya Jumapili si ya kwenda kanisani. Aliweka mkutano ama ilikuwa ni? Alituita kwa nyumba yake, tukawa na majadiliano. Okay. Kwa nyumba yake, alafu tulipojadiliana basi tukasoma na yeye, tulikuwa tunaona kama mchezo tu, maana tulikuwa vijana. Nasema inaweza kuwaje siku ya Jumamosi ndio siku ya kwenda kanisa? Ndipo akaingia moja kwa moja kwa Biblia, na baada ya kuingia kwa Biblia basi tukaona kweli siku ya saba ndio ya kwenda kanisani, Sabato. Hapo ndipo ulikuwa uamuzi wetu, tukiwa vijana wengi wa kwetu pale Machakos, sehemu ya Ukambani. Hapo ndipo tulipata ujumbe huo, na baada ya kufanya ujumbe huo tukaamua. Hata hatu kujua kama kuna kanisa la Kisabato. Hamkuwa mnajua? Hatu kujua, sisi tulijua tu amri ya 4 ndio siku ya kupumzika. Basi tukaamua, tukaanza tukasema sasa, maana tumejua amri ya 4 inasema ikumbuke siku ya Sabato itakase. Basi tulianza tu kujitenga na kuanza kutafuta mahali chini ya mtu, tukaanza kupumzika Sabato. Okay, sasa kabla huyo jamaa kuja na kuwashawishi na kuwahubiria na kuwafundisha Sabato, wewe ulikuwa ni wa dhehebu lipi hapo nyuma? Mimi nilikuwa ni wa kanisa la Jumapili la ABC. Mama yangu na baba yangu walikuwa washiriki wa ABC. Hapo ndipo tulitoka baada ya kujua Sabato, tukahamia Sabato. Na wazazi walichukuliaje? Wazazi hawakufurahia, walikasirika. Kama baba yangu alinipiga sana. Ulipigwa viboko? Baba yangu alinituma tumbako, maana tulikuwa tumefundishwa na mwalimu yule ambaye anaitwa David Kafugi. Alikuwa ametufundisha ya kwamba kushika tumbako umenajisika. Na babangu alikuwa ananituma tumbako kwa soko, niende mnunulie. Nikawa nimesoma Biblia, na baada ya kufundishwa nikaona si vizuri kushika tumbako, ungoro, kwenda kumnunulia ni kumwambia aendelea. Ni kama kwenda kununua mtu wa sigara, unamwambia endelea na kunywa sigara. Kwa hivyo ulipoamini ujumbe wa Sabato, mzazi hakuwa na shida yoyote? Mzazi alikuwa shida yake kubwa, alikuwa ananituma niende kumnunulia ugoro hiyo tumbako. Kwa hivyo akawa anakuweka kwa mtego hiyo. Kwa mtego hiyo. Sasa mimi nilikuwa siendi kununua, natuma kijana mwingine anaenda kumnunulia. Sasa baba yangu baadaye alijua, akajua kumbe Makao nikituma tumbako aende kununua. Amepata mafundisho ya pekee. Sasa hapo ndipo babangu aliamua kunipiga. Nilipigwa vita vikali. Vile mtu anapigagwa na sirai. Nilikuwa nasikia mama yangu pale kando tu akiongea. Akisema si usike tumbako, babangu aje kukupiga. Lakini kuna fungu nilikuwa nimesoma. Kwa hivyo ulikuwa unanyoroshwa? Nilinyoroshwa vizuri. Kunyorozwa ni kupigwa. Vile mtu anapigagwa anakuwa fahamu inapotea. Alinipiga, fahamu ikapotea, na sauti tu ya mama. Mama hakulia asema unaua mtoto wako? Mama alikuwa anaongea tu, sauti yake shika tumbako, babako akuache. Lakini kwa sababu kuna fungu nilikuwa nimesoma kitabu cha Mathayo 10 mstari wa 38 kisamee, usiogope yeye auaye mwili, asiyeweza kuua roho. Eli kumwogopa yule anaua mwili pamoja na roho zote katika jehanamu. Asante. Si kuogopa, nikasema ni heri kufa kuliko
kushika hiyo ugoro niende nimuulie, nimuongezee aendelee na kunywa tumbako, nikaona si vizuri. Okay, asante kwa hiyo historia. Sasa kabla tuendelee, labda niongee na mtazamaji ambaye wanatufuatilia na wale ambao wameamini ujumbe wa Kisabato. Wewe umezaliwa kwa Uadventista, unaona tu maisha ni raha. Kuna wale ambao kuingia inakuwa ni mvutano, wengine hata wanafukuzwa makwao. Lakini wewe ambaye umeamini na una vikwazo chochote ambacho kinakuzuia, kuwa na bidii sana. Kuwa na bidii sana. Kuwa na bidii sana, usirudi nyuma. Sasa nikiendelea kukwambia tu, babangu alinipiga nikasilai, nikawa fahamu imepotea. Naam. Alipompiga, alipochoka akaniacha, ndugu yangu akakimbia, mkubwa wangu alikimbia, kaenda kujificha mahali pengine. Babangu akachukua michale amkimbize. Alikuwa serious. Kwa hivyo mlikuwa ndugu wawili ambao tulioamini. Ule mwingine akamkimbiza ya mishari akakimbia. Mimi nikabaki nikasilai, nikaona sasa nimeisha. Sasa baadaye ndipo tukaendelea hivyo. Kesho yake wiki hii kaendelea, akatuuliza nani aliwafundisha ujumbe huu. Ilibidi tumuonyeshe, tukaenda kwake, akaanza kusomea yule mtu ambaye atupatia ujumbe wa Kisabato. Basi hiyo ndio ilikuwa changamoto yangu ya imani ya kwanza kuanza. Kwa hivyo hapo ndipo niliamini na tukaendelea. Tulipoendelea kwa muda tukawa vijana wengi. Sasa vijana wengi tukasema wacha tukate miti, tujenge kanisa sehemu ya kwetu Mkambani. Tukajenga tumiti tu, tukakandika mawe na matope. Tukawa sasa ni watu wa kuabudu siku ya Sabato. Hatukujua kama kuna kanisa lingine. Mlijua nyinyi ndio wa kwanza. Ndio wa kwanza. Sasa tulipoanza kupumzika Sabato, tukikaa kwetu nyumbani, tuliona watu wamekuja na baiskeli. Wakaja na baiskeli, wakaweka huko kando, wakaingia wakatusalimia. Tukasalimiana, wakatuambia sisi tumesikia kuna watu wa Sabato wanapumzika Sabato huku Kambani, na tumetoka Kikuyuni tuje tuwaone, tuwaambie kuna kanisa la Kisabato. Kwa hivyo inamaanisha hiyo miaka ya 1969 makanisa ya Kiadventista haikuwa imeenea Ukambani. Haikuwa imeenea Ukambani. Kwanza hiyo ndio ilikuwa ya kwanza. Hiyo sehemu ya hapa kwetu Idhanga, hiyo ilikuwa ya kwanza. Kwa hivyo hawa wakaja na baiskeli. Wakaja na baiskeli. Sasa walipokuja na baiskeli wakatuelezea. Tukawaambia Sabato ijayo tutaenda tujue hapo kanisa liko. Basi baada ya kukaa kwa muda tuliondoka na kwenda kujua mahali kanisa liko Maragwa. Kwa hivyo mlitoka Machakos tukaenda Murang'a. Tukaenda paka Murang'a. Murang'a. Hapo ndio kulikuwa na kanisa. Kulikuwa kanisa la Wasabato. Tukaenda kukuta kanisa ndio hili. Na labda hizo kidogo mlikuwa mnalipa fare kiasi gani? Tulikuwa naenda na gari la moshi. Kuna gari ya moshi ilikuwa inapita. Hakukuwa na hizi wa masaa na hizi zingine za pesa kidogo tu, manake ilikuwa ni kama shilingi 20, shilingi 15. Na ilikuwa nyingi wakati huo. Manake tulikuwa naona mkubwa wetu anaongea na anasema ni nyingi zikatwe. Kwa hivyo mlikuwa mnatembea, mlikuwa mnaenda na gari moshi. Tulikuwa naenda na gari moshi. Hakukuwa na hizi matatu hizi saa ambazo tunaziona matatu hakukuwa kama wa masaa. Kulikuwa tu na gari moja basi ilikuwa inaitwa Mwereri. Gari moshi tu. Kuna basi ilikuwa inaitwa Mwereri. Ilikuwa inaenda Murang'a, inakuja kwetu, inaenda inarudi. Sasa tulienda na hiyo gari la moshi, manake lilikuwa nalipisha rais. Ulisema mlilipa pesa ngapi? Ni kama shilingi 10. Ni mang'otole tu. Mang'otole kidogo, manake kulikuwa na mang'otole imetobolewa hapa katikati. Ile unaweza ingiza kamba. Unaweza ingiza kamba ufunge twingi. Ndio tulikuwa tunalipa fare. Mkalipa mkafika Murang'a. Alafu kufika Maragwa, basi tukakuta kanisa la Wasabato. Tukaangalia kanisa, tukaambiwa kanisa ndio hili. Tukaambiwa vijana mjipange ili mbatizwe. Sasa tukajipanga. Tukarudi nyumbani, tukakaa tukajipanga tuje tuwapati. Basi ikawa ni test. Tukaambiwa vijana, kanisa hili likipatiza watu, kitu ya kwanza lazima wajue kuendesha ujumbe malaika wangapi? Watatu. Kitu cha pili lazima wajue kuendesha 10 commandments za Mungu bila kuangalia Biblia. Na kitu ya tatu lazima mtu awe na Biblia. Uweze kupatizwa ukiwa kama una mambo matatu, ungeweza kupatizwa. Sasa sisi tulirudi, tukaenda tukajiandaa, tukaanza kuimba 10 commandments bila kuangalia Biblia na ujumbe malaika watatu bila kuangalia Biblia. Tulipokuja kwa testi, mimi sikuwa na pesa ya kununua Biblia.
Nikaja tukaingia kwa testi, wazee wakapanga laini, walikuwa wengi sana. Wakapanga laini kwa kona, wakaanza kutuuliza maswali. Mzee mmoja anaitwa Inga, mwingine Duati, mwingine Mugoro. Walikuwa wamepanga laini, wazee wengi sana. Kijana, peleka ujumbe malaika watatu. Nikapeleka malaika wa kwanza, wa pili, watatu. Wakatambia kanisa hili limejengwa katika ujumbe malaika wangapi? Watatu. Nikapeleka, nikamaliza. Nikauliza ni kwa nini tumepeleka. Nikaambiwa, kijana, ukitoka kanisani leo siku ya Sabato utakutana na watu njiani. Watakuuliza kwa nini unaenda kanisa Jumamosi. Basi hapo ndipo unaanza kuelezea watu kanisa la Sabato, siku ya Sabato ni ya Jumamosi, si ya Jumapili. Alafu unawaambia Sabato iligeuzwa na kanisa la Kikatoliki ya Kiroma. Hapo ndipo unaanza ujumbe malaika wangapi? Watatu. Wakikuuliza imeandikwa wapi, unawaambia Danieli 7:25. Hapo ndipo sasa unaanza kujenga mada yako. Wazee wakatuelezea ujumbe malaika watatu maana yake ndio hii. Kwa hivyo wakapeleka ujumbe. Sasa ukitoka nyumbani niliuliza kwa nini tupeleke ujumbe malaika, maana yake si kujua ni kwa nini. Wakakuelezea. Wakanielezea kumbe ni wakati unaenda kirudi, ukienda nyumbani unakutana na watu. Sasa unaanza kuwaelezea kanisa la Kirumi ndio ligeuza Sabato. Umeanza ujumbe malaika wangapi? Watatu. Nikaelewa. Baada ya kuelewa hivyo, nikaambiwa sheria 10 lazima ziandikwe kwa moyo ili tabia yangu igeuze. Sasa hiyo nikawa nikapenda kanisa la Kisabato. Alafu jambo la tatu, nikaambiwa, kijana, umepita mtihani. Umepeleka ujumbe malaika watatu bila kuangalia Biblia. Umepeleka 10 commandment bila kuangalia Biblia. Jambo la tatu, inua Biblia. Sikuwa na Biblia. Nikaambiwa, kijana, aenda nyumbani, kanisa hili haipatizi mtu kama ana nini? Kama ana Biblia. Nilitoka pale nikilia. Machozi mengi. Maana sikupati. Lakini ndugu yangu na wale wengine walikuwa na Biblia. Mimi nilikuwa mdogo. Sasa nikaenda nyumbani nikilia. Sikupatizwa. Na ulikuja ukapata Biblia aje? Nilienda sasa nikafanya kibarua ya kuchimba. Wamama wakanipatia kibarua wa kwetu, nikachimba, nikapata tu pesa, nikanunua Biblia. Walikuwa wanauza shilingi ngapi wakati huo? Biblia wakati huo ilikuwa inauzwa tu pesa kidogo. Kidogo kabisa. Inaweza fika unajua kulikuwa na noti ya 20, kulikuwa na noti ya 5. Sasa si unaona hizo ndio pesa zilikuwa kubwa. Kwa hivyo ulitumia noti ngapi kama unaweza kumbuka? Hiyo ninasahau, lakini ni pesa kidogo sana. Kwa hivyo sasa niliporudi, nikafanya kibarua, nikapata pesa. Nikarudi nikapatiza. Nikainulia Biblia, nikapeleka ujumbe malaika watatu tena. Nikabatizwa. Nilipopatizwa sasa tukaanza na ndugu yangu kuhubiri. Kama kuna watu wamehubiri dunia hii, kanisa la Wasabato ni mimi Makao na ndugu yangu Sila. My brother amehubiri kufungua makanisa hata hayana mahesabu. Hayana mahesabu, ni mengi. Ukambani wote, Meru hii yote amefungua makanisa. Amefungua makanisa manake alikuwa anapiga tarumbeta na alikuwa afanyi kazi nyingine. Ni kazi ya kuhubiri kila siku. Mabarua inakuja anaenda. Kwa hivyo hivi ndio kazi sisi tulianza kupiga tarumbeta na tujawahi kulala. Sasa ikawa hivyo. Kwa hivyo ulijengewa msingi mzuri. Tulijengewa msingi mzuri. Ukaaminishwa ujumbe malaika watatu. Tukaaminishwa ujumbe malaika wangapi? Watatu. Ukaaminishwa sheria za Mungu ya kwamba zinaandikwa rohoni. Sasa hapo ulikuwa kijana mdogo. Nilikuwa kijana mdogo. Baadaye ulipoamini ujumbe ukahubiri kwa muda fulani. Unajua wakati huo nafikiri haukuwa umeoa. Nilikuwa bado sijaoa. Kwa hivyo kuna maisha ya ujana. Kuna maisha ya ujana inakushika. Kwa hivyo unafikiria kwamba vile unatakavyotoka kwenda kutafuta pesa. Kwa hivyo ulipokuwa pale Machakos na umepokea ujumbe, ulifikiria nini ama kuhusiana na maisha ya kesho? Ukasema naweza move sehemu fulani ama kwenda sehemu fulani kwa ajili ya kuendeleza na maisha. Nilitoka nyumbani nikaingia Nairobi. Nilipoingia Nairobi nikaanza kazi mwaka wa 1975 ukaingia Nairobi. Nikaingia Nairobi. Kwanza nilikuwa nimeenda kuona ndugu yangu anisaidie na fee. Sasa akaniambia, kijana, kuna kazi imepatikana hapa ya kuuza petroli. Mafuta ya petroli hapa OTC. Kando ukiwa OTC hapo juu petroli ya Yesu.
Ilikuwa inaitwa Eso. Ilikuwa inaitwa Eso. Siku hizi hata ukipita hapo huwezi kuiona. Hapo ndipo niliingia. Wewe unaweza ikumbuka mahali ilikuwa? Si mimi ninaipitaga tunaijua. Hapo ndipo niliingia kazi mwaka wa 1975. Nikaanza kazi ya kuuza mafuta petroli. Nilikuwa nimeenda kuchukua fee. Lakini ndugu yangu akaniambia kuna kazi imepatikana. Unaweza, maana tulikuwa tunasoma tukiwa nasoma ukiwa mkubwa, hata fee naenda kuchukua kuwa mwanaume mkubwa una mandevu. Ndugu yangu akaniambia kuna kazi imepatikana, enda uingia kazi. Mimi nilipoingia kazi mwaka wa 1975 nikaanza kufanya kazi. Nikaendelea na kazi, hapo ndipo imani ikaanza kupungua. Maana pesa umeanza kushika. Pesa nimeanza kushika, na unajua kijana akiingia town imani lazima itingizwe. Kwa hivyo vitu mbili zinapigana. Hapo ndipo sasa imani ikapigwa kidogo. Kwa hivyo imani ikashuka. Lakini baada ya kukaa kwa muda nilirudi tena nikaoa. Labda tuhadisie tu kidogo, usiende haraka. Umesema imani ikarudi nyuma kidogo. Ikarudi nyuma. Juu ya pesa. Sasa katika hiyo harakati ya ujana umepata kazi. Nimepata kazi. Nimepata pesa. Ulifikiria nini? Tena town katikati. Ulifikiria nini ingine ambayo ulikuwa umekosea kufanya? Kutoka sasa mwaka wa 1975, 76, 78, 76. Si pesa imeingia. Hapo ndipo sasa baadaye nilioa mwaka wa 1976. Kwa hivyo kaoa bado tu nje. Mlipatana tu Nairobi? Tulipatana tu Nairobi, nikaoa nje. Alikuwa anaitwa nani? Alikuwa anaitwa Joki, yule mwanamke wangu wa kwanza. Alikuwa anaitwa Joki. Mkaanza maisha? Tukaanza maisha. Tukasukuma maisha, tukakaa. Tukagonga muda na yeye. Tulipokaa na yeye kwa muda, si unajua hali ya ujana. Na baadaye nikamwambia nataka uende nyumbani, kambani ukalime. Sasa baada ya muda Joki aliharibu ndoa. Ni kama hakutaka kwenda ukambani. Alitaka tu kunidanganya. Unajua kijana ukiwa mdogo unakudanganywa. Sasa baadaye mzazi wangu akaja akaniambia mmekaa na Joki town, ni vizuri umlete nyumbani. Nikamwambia hata umefanya vizuri mama, kuja nyumbani, kuja Nairobi wiki ijayo, pitia hapo uende na Joki nyumbani. Kumbe naye Joki alipojua tu hivi siku imefika ya kwenda ukambani, naye akaanza kutengeneza vile ataepa. Aliepa wakati huo, hata akaenda na kipande yangu ya green. Kuna vipande vilikuwa vya green. Vipande kitambulisho. Akaenda nacho. Green. Na ni mtu nafikiri ya kwamba ulikuwa unampenda sana maana. Nilikuwa nafikiria nimepata mke, kumbe bado. Sasa mzazi aliporudi akakuta mke ameenda, akanishauri kama kijana. Ananiambia usijidhuru, manake aliona akili yangu imeharibika. Sasa hapo nyuma kidogo, aliposikia ya kwamba mnafaa ende nyumbani, akatoweka. Ametoweka na kipande yako. Kipande na vitu vingine vya nyumba. Alienda na vitu za nyumba? Vya nyumba alienda nazo. Wakati anabeba hizo vitu wao kukua? Sikukuwa, nilikuwa kazini. Sasa alifanya hivi, aliambia watu wa maploti. Simuliona mama wa John, nilikuwa naitwa John, nickname. Mama wa John si alikuja, sasa fanya hivi, mnisaidie kubeba mizigo, mniweke kwa gari pale. Nimeambiwa niende nyumbani. Sasa kila mtu wa ploti akashika kila, akafurahia. Si tu huyu akashika hiki akasidikisha mgeni, wakaangalia kwa matatu. Sasa mimi niliporudi, karibu nipite ile nyumba nilikuwa nakaa. Maanake nyumba unajua viti imeweka vitambaa. Karibu nipite. Kaangalia nikaona hapana. Hii nyumba ndio nilikuwa naishi. Kuangalia ni empty. Sasa hapo changamoto ulijisikia? Nikakumbuka ya maneno ambao ndugu yangu aliniambia, unajua lazima uonywe ukiingia kwa shida, maana tulikuwa watu wa imani. Ndugu yangu mkubwa alinionya. Akaniambia hii mapito unapita si mazuri. Nikamchukia. Kumbe baadaye nikakumbuka ile maonyo, nilifanya nini? Na hiyo kipindi hata kama ungeonywa ungesikia. Usingesikia. Asali imekuwa tamu. Asali imekuwa tamu. Kwa hivyo
Baadaye ukakumbuka sasa maisha ikakuwa aje? Alibeba kitanda ama alikuwa alibeba vitu vyote, mattress, kitanda aliacha. Ulala wapi hiyo siku? Hiyo siku nililalia tu. Unajua zamani vitanda ilikuwa inawekwa na makamba ya nini ya kufunga funga hii ya kufunga funga hii ya magari. Nilikuwa napigilia tu nikalala hivyo. Asubuhi nikaamka kaenda nikaanza kujipanga vile nikanunua. Au ukafikiria kujiua? Mama alipokuja alinishauri akaniambia, pole mwanangu, fanya hivi, kuja nyumbani vizuri kusikia mashauri. Kwa hivyo alijua maana si amekuja. Akaniuliza mwanamke ameenda wapi, hata siongei. Kwa hivyo wakati bado mama alikuwa Nairobi ameenda kuona ndugu yake, si amerudi. Ile ahadi tulipanga na mama aone amefikia, aje achukue mwanamke waende naye nyumba, alafu baadaye mimi nitamfuata. Sasa aliporudi akapata kijana yake kwa nyumba wazi, alikuwa peke yake. Nimejikunja lakini akaona mawazo ni mamba, akanishauri akaniambia, kuja nyumbani, uje nyumbani, ndugu yako alikwambia, lakini hukusikia. Lakini sasa usikae, kuja nyumbani, utafute mchichana wa nyumbani. Baadaye nilifanya vile mama aliniambia. Sasa huyo msichana alipokuacha, amekuacha katika hali ya kukuumiza roho, kuniumiza roho. Ulifikiria kumrudia Mungu ama ulichukua hatua gani? Hatua ya kwanza, maanake nilikuwa nimeenda mbali na Mungu. Nilifikiria tu kutafuta mwanamke mwingine. Hiyo akili yangu iliniambia hivyo. Maana singekaa hivi, nimezoea kuishi na mke. Mama aliponishauri nikateremka nyumbani, nikaenda nyumbani. Nipo nyumbani nikaanza kutafuta. Sasa kufika nyumbani ilikuwa challenge kubwa. Maanake walikuwa wananiambia, si ulioa? Wasichana wale niliacha. Kwanza walikuwa strict wale wazee. Wananiambia sasa ni nini, na tulisikia hapana. Najaribu kuwaelezea challenge hizo zile nimepitia. Baadaye wakakubali, nikapata mke. Unajua kidogo hapo wanawake wa zamani walikuwa strict, hawakutaka. Sasa baadaye si kama wa leo. Baadaye sasa, baada ya kupata hizo challenge nilioa mke mwaka wa 1978 ndio nilioa mke sasa wa pili. Sasa huyo mke ndio tumeishi naye, akanizalia watoto 6. Kwa hivyo mkaingia kwa imani na yeye? Tukaingia kwa imani na yeye. Shauri Moyo, nikabatizwa, nikawa mshiriki. Kwa hivyo ulishiriki Shauri Moyo? Nilishiriki Shauri Moyo. Nilishiriki kanisa la Shauri Moyo. Hiyo ni kanisa hapo ndipo nilibatizwa. Hiyo ni kanisa pia ambayo nilibatizwa bado. Hata wewe ulibatizwa Shauri Moyo? Hapo Mother Church. Nilibatizwa Shauri Moyo. Sasa kuendelea hivi, baadaye tukaa katika hali ya kuendelea na imani, tukafungua kanisa linaitwa Shauri Moyo. Kuna kanisa liko pale pande hii inaitwa Makongeni. Si Makongeni. Si Bahati. Kuna karibu na town hapo. Iko karibu hapo na Makongeni. Imeshikana na Makongeni. Ndipo tulianza kupiga tarumbeta. Na mwaka wa kwanza wa pili nikawa church elder. Sasa tukawa tumefungua kanisa hapo. Hiyo likafunguliwa na mchungaji anaitwa, kuna mchungaji alikuja kuhubiri kutoka Amerika. Ikaitwa New Life. Pamoja na ile ingine ya town. Zote ziliitwa New Life, ilifunguliwa na mchungaji mmoja. Sasa isikafunguliwa, nikawa church elder. Sasa nikahudumu kama mzee wa kanisa. Shauri Moyo na Kaloleni. Ni Kaloleni. Inaitwa Kaloleni. Sasa Kaloleni zikawa zimeshikana. Tuna church elder tulikuwa naenda Shauri Moyo kupeleka mashauri. Kama kuna mashauri tunaenda pale Shauri Moyo. So nikaendelea hivyo, imani nikiitunza mpaka wakati ikafika nikatoka sehemu hiyo nikaenda sehemu ya nyumbani. Nimefungua makanisa mengi katika kanisa la Kisabato. Nikafungua kanisa Kimana pale Loitokto. Nilienda pale nikakuta kanisa zimerudi nyuma zote pale. Kuna kanisa ilikuwa huko lakini karudi nyuma. Kaenda pale tukiwa na mke wangu tukaanza kanisa pale. Nikafungua kanisa la Kisabato na likasimama kutoka hata leo. Hiyo kanisa limefungua makanisa mengi sehemu ya Nameloko kwenda huko juu. Kwa hivyo wakati ulipooa wewe ndio ulishauri mke mrudi kwa kanisa ama yeye? Mke ndiye alinishauri. Mke alikuwa bado ni Mwislamu ama ni mtu wa nje tu? Alikuwa wa nje, lakini katika hali ya imani nikamuingiza ndani ya imani ya Kisabato.
mwambie hii. Sasa baadaye ulipoongea na yeye akawa sasa mimi siendi kanisa, manake unajua ukiacha imani ya Kisabato uingiaje imani nyingine. Huwezi kwenda Sunday manake unajua hakuna ukweli. Unakaa tu ukingoja ile siku utarudi. Nirudi baadaye nikarudi. Lakini tukashauriana tuweze, manake tumezaa watoto wawili, nimezaa msichana na kijana. Sasa ikabidi tuwapeleke kanisani. Okay. Hivi ndivyo msingi wangu katika maisha ya Ukristo. Nimeona kweli. Kwa hivyo mwisho wa mambo tukaendelea na imani. Tukaendelea na imani. Sasa mlipoendelea na imani, labda nikuuliza swali. Niulize. Hiyo miaka ya wakati unapobatizwa, wakati unapoaminishwa kupokea ujumbe wa malaika watatu na kuukariri. Leo kuna logo mbili za SDA. Tuko na old logo na new logo. Wakati wewe unakaririshwa na kuaminishwa the third angel's message, kulikuwa na logo gani? Sasa wakati huo kulikuwa na logo ya malaika wangapi? Watatu. Hiyo ndio niliaminishwa. Hakukuwa na hii nyingine? Hakukuwa. Hii nyingine imekuja juzi. Hiyo hata imani imekuja juzi tukiangalia na macho hivi. Hii ya msalaba haikuwa. Bali ilikuwa ni hiyo ilikuwa the angel message. Na kwa sababu mimi niliapishwa, nikaapishwa, nikakaliliwa na nikapata shida na vita. Sasa singetoka kwa hii na malaika wangapi? Watatu. Singetoka. Sasa baada ya kukaa si tumeamini, tumesimama katika msingi ule imara. Sasa baadaye ndio msalaba kakaanza kuonekana, kama msalaba kakitokea kwenye lesson. Kadogo tu kalikuja kakiwa kadogo na akakuwa na maridadi. Akakuwa na maridadi. Kalikuja kakiwa kadogo tu kaanza kuchallenge. Tukaanza maongeo miaka iliyo kule nyuma. Kaanza kuongea. Baadaye kumbe kakaanza kuingia na force. Kuingia na force baadaye sasa. Kama msalaba kumbe nikaangalia nikasema hii ni dini mpya imekuja. Niliitwa nikiwa church elder. Nikaambiwa Makao, utakubali kuingia new system na mchungaji ambao yuko Amerika saa hizi. Nikiwa church elder. Nikaambia mchungaji yule ambaye aliniaminisha akiniambia si ukubali kuingia new system. Nikamwambia mchungaji mimi sitaingia new system. Yeye alikuja akakwambia kabisa kwa new system. Aliniambia ukubali new system. Kanisa imekubali iweze kuwa inaongoza. Nikamwambia mimi sitaingia new system, nitakaa ile ya zamani. Manake hiyo dini ya zamani nimeifanyia kazi. Na nimepigwa na baba yangu ili nisitoke. Na nikaona sitaweza kutoka. Sasa mchungaji aliponiambia niingie new system nikakataa. Nikamwambia sitaingia new system. Nitakaa imani yangu ya zamani. Akaniambia ukikataa utakuwa church elder. Na utaweza kufanya kazi yoyote katika kanisa. Nikasema hiyo kazi wacha ika. Lakini nikae ile dini ya zamani. Na tulikuwa tumeamua wengi na wachungaji wengine ambao sitawasema. Kwa hivyo ni kanisa ilikuwa na wafuasi wengi wanaotetea old logo. Old logo, hata wachungaji wengine rafiki zangu ambao sitaki kuwasema saa hizi ni katika online. Walituita wakatuketisha chini. Wakatuambia wazee, msikubali kuingia new system. Ni ya shetani, hii ni ya uongo. Wakatuambia, wakatutenga kando katika lumu. Wakatuambia msikubali kuingia new system hii. Hao walikuwa wachungaji. Ni wachungaji hata saa hizi wako. Lakini saa hizi wameenda retire. Wakatuambia msiingie imani hii. Hii ni ya uongo. Sasa mimi nikakauka Makao. Mimi sijaingia system hii, nikakataa. Baada ya kukataa na kukauka, tulitolewa ushirika nikiwa na mke wangu tukiwa wangapi? Wawili. Mwaka wa 2000 pale. Ndio tulitolewa ushirika. Nikasema mimi sitaingia, nitahubiri injili nikiwa tu nje, nikipiga tarumbeta nikiwa nje. Kwa hivyo hiyo ilikuwa ni mwaka wa 2000. 2000 ndio degree hiyo ilianza kuwekwa na nguvu na kumsukumo na nguvu. Tulikuwa wengi. Kwa hivyo ukatolewa kwa kanisa la Kaloleni. Sio Kaloleni. Hapo ulikuwa umehama. Nilikuwa nimehama, nimehamia kanisa la Ngong. Kwa hivyo ulikuwa Ngong. Nilikuwa Ngong, hapo ndipo niliamua. Nikawa na uamuzi wa kusema hapana. Eli kusimamia kweli na kufa katika
katika ukweli. Manake ukweli una faida yake ndani ya moyo. Sasa safari imekuwa aje kutoka mwaka wa 2000? Kutoka 2000 nimekuwa peke yangu nikipiga tarumbeta. Nikiwa na mke wangu, tukiwa wangapi? Wawili, tukitembea tukipiga tarumbeta. Manake mimi sijaingia new system kutoka 2000. Nikawachana naye. Mimi sijawahi kuingia, nikawa sasa hata nikienda kwa Wasabato najaribu kutafuta wale ambao tutasimama. Siku moja nikiwa nimeshika lesson ya Wasabato, Wasabato wakawa wanani challenge, wanasema kuna watu wananunua lesson ya kujikinga tu wakitaka kutoa watu kwenye imani. Na ni kweli tununua malesson. Malesson tununua, ukinunua, lakini ikawa ni ya watu kuwaonyesha ukweli. Wasiendelee kusimama katika uongo. Nikawaambia, ndugu zangu, ni muelewe, dini ilichukua mkono mwingine. Na dini ya kanisa hili limeasi, limetoka katika ukweli. Na hiyo ndio ilikuwa tarumbeta yangu toka 2000. Hata wa leo ningali tu nimesimama nikipiga tarumbeta nikisema ya kwamba tusimamie ujumbe wa malaika wangapi? 3. Maana ujumbe wa malaika 3 ndio niliingia, na mimi siwezi toka hapo mpaka Yesu arudi. Amina. Tulikuwa na kijana ndugu mwingine, rafiki yangu, ambaye alisema alipoulizwa utaondoka new system, akasema labda Yesu aje aseme amebadilisha agano hii. Akasema hivyo, lakini baada ya muda aliaminishwa na akawafuata. Alipoona moto umezidi, basi akaaminishwa. Kwa kweli kuna wachungaji wengi ambao wanajua ukweli, lakini kwa sababu ya hali na pia wanaona ya kwamba watatupa matumaini yao ambayo walikuwa nayo. Maana kule wamepewa tumaini la kusomesha watoto, labda wanalipwa vizuri. Kwa hiyo wengi wanaogopa kwa sababu ya hiyo kitu. Sasa wachungaji wengi wanajua ukweli, kama wale tuliokuwa na wao wa zamani ambao waliotufundisha wakatuambia tusikubali kuingia new system. Lakini baadaye walirudi wakaingia. Walipoingia nilienda nikawauliza, mbona mlituambia ya kwamba tusiingie new system na nyinyi mmeingia? Mmoja alisimama tu akasema, ukisimama hivi ufanye mikono hivi, wewe ni msalaba. Ala, msalaba una shida? Na tulikuwa na wao tu mkianza mwendo vizuri. Tukianza mwendo vizuri, kumbe walirudi wakakubali new system na wakaanza kusonga nayo. Kwa hivyo hivi ndivyo imani yangu nimeilinda, na sitarudi nyuma mpaka niweze kumuona Yesu na macho. Okay, asante. Hivi ndivyo imani yangu nimetembea. Tunashukuru sana kwa kutupatia historia. Pia aweze kumtia mtu pale nje moyo, aweze kufahamu ya kwamba kuna safari ambayo anafaa pige, ama kuna hatua anafaa tembee kama Mkristo mwaminifu. Kama Mkristo mwaminifu, asiwe mtu analegea. Tena uoga. Lazima ndio shida. Watu wengi wamekuwa waoga, wakiogopa kusimamia kweli. Kweli ni nzuri sana kabisa. Maana Biblia inasema watakasi katika ile kweli, maana neno lako ndio kweli. Ndio kweli. Kweli hii tuisimamie. Na nikimaliza ningesema hivi, ndugu zangu, watu wengi wamekuwa waoga. Na unajua hakuna muoga atakayeingia mbinguni. Ufunuo inasema vizuri, hakuna muoga atakayeingia nini? Mbinguni. Kwa hivyo kile tu ningesema, nikiwa mzee wa miaka hiyo ambao nimetembea katika imani hii na inaelewa kanisa la Kisabato vizuri, ningewasi ndugu zangu wale ambao mnanisikiliza saa hizi, amua ndani ya moyo wako ufuate ukweli. Usiangalie watu na usiangalie jambo lingine, usiangalie hata mke wako, usiangalie watoto wako unapata kusema nini. Simama katika kweli na utembee katika ukweli. Mungu atakuja na atakutia nguvu. Asante. Labda swali la mwisho tunapoelekea kumaliza. Tunaona ulianza mwaka 2000. Na kwa sasa wakuja tukaungana. Ilikuwa kuwaje ukajuana na Ndacha, Franco Onyango, Mtisia na wengineo? Sasa asante sana, umeniuliza swali nzuri, na swali hilo ni nzuri. Mimi nilipojitenga na nikaanza kuwakulia hata kwa nyumba na nikienda pale kwa Sabato nikajaribu kuwafungua macho, wachungaji walikuwa wananiangalia na digrii. Nakumbuka mchungaji mmoja akisema, huyu Makao huyu
Huyu si mtu mzuri. Si mtu mzuri. Alikuwa ananilenga sana. Anatuchafulia sana. Mara ananiambia lete jina yako ya ushirika. Kumbe jina langu lilishatolewa, manake singeingia new system. Na ukikataa new system lazima utolewe ushirika. Sasa nikaamua hivyo nisimame kando. Mimi nilipokaa hivyo nilianza tu kuendelea tu na kutafuta watu wale ambao tutaungana na wao. Lakini kwa wakati mmoja nikiwa online nikaona mtumishi anaitwa Frank Onyango akiwa online na ujumbe malaika wangapi? 3. Na kuna jambo nasemanga, unaona ukichukua kanga mayai yake uweke pale kwa nini, kwa kuku atapasua. Atapasua. Lakini wakati hiyo kanga itasikia sauti zingine msituni, utaiona itaenda iende msitu, useme imepata wenzake. Sasa mimi nilikuwa natafuta watu wa nyumbani kwetu. Nilipokiingia online nikaona logo ya malaika wangapi? 3. Nilikuwa nina muda mrefu bila kuiona. Nilipoiona hata sikukawia, moja kwa moja nikaambiwa hao watu wanapatikana Kitengela. Nikachukua namba ya simu. Nilipopigia Onyango akaniuliza hiyo namba umepewa na nani? Kama naye alikuwa bado ana challenge. Aliponiuliza hivi nikamwambia nimepewa na ndugu yangu John, my brother. Sasa baadaye nilienda kumtafuta, nilipofika pale nikakuta ndugu zangu, kuna wale wana ujumbe malaika wangapi? 3. Moja kwa moja kufika pale, hata si kuharibu time, akaniambia wewe ndio utakuwa mwalimu. Nilikuwa na hekalu, nilikuwa nimetoa hekalu sanctuary. Nikaanza kufunza mambo ya sanctuary pale. Nikawa mwalimu na nikaanza kuendelea pale. Na kutoka hapo ningali hata nasonga hivyo na sijawahi kusimama. Asante. Kwa hivyo bado mzee ako kwenye imani? Niko kwenye imani na tunakuita wewe ambaye nisikiliza kutoka nyumbani. Kulingana na historia mzee na jinsi tunavyofundisha, mimi naona kuna hatua kubwa ambayo unafaa ufanye katika maisha yako. Wewe ambaye bado uko katika kanisa la Nominal SDA, hakuna mahali tutakufikisha. Hakuna mahali Nominal tutakufikisha. Maana hakuna inakugongesha kwenye ukuta uzame. Sasa uzame. Ni vizuri bado kuna muda na dalili za siku za mwisho zinaendelea zikitokea. Hii ishara wacha iwe hata ni ishara moja kuonyesha ya kwamba unafuata ukweli. Na bado watu wakuwe waaminifu wanapopata ukweli huu. Wasimame imara, washikilie misingi, wasirudi nyuma. Kwa hivyo kwa hiyo historia yako nashukuru, naamini ya kwamba itatia mtu nguvu, itaweza kumuhimiza. Kwa hivyo muendelee kutune on. Tutaendelea kuwa na vipindi mbalimbali na kuwa na masomo mbalimbali pamoja na ushuhuda mbalimbali za watumishi mbalimbali. Kwa hivyo karibuni sana na Mungu awabariki. Muwe na wakati mwema. Asante. Shalom. Asante mwalimu. Nimeshukuru. Karibu sana. Barikiwa.